Kwa Allah kwake hata siku haijatimia, kwa sababu siku moja yeye anaipata ni sasa na alfa sana, miaka alfu. Kwa unaweza ukaona mengi kwake bado, hata siku bado kwake anaona bado haijatimia hata siku. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo utasema tu mbona hatuletei, mbona bado, mbona kila siku unatuambia wewe waona muda mwingi. Kwa Allah siku moja kwake ni sawa sawa na 50 na miaka 1000. Kwa hiyo kwake anaona bado muda haujawa mkubwa, ni mdogo tu. Wewe unaweza ukaona bwana toka watu fulani kufanya matendo fulani bwana wamekaa miaka chungu mzima ndio wamekuja kuletewa adhabu. Hiyo ni kwako wewe. Kwa Allah pengine kakaa nusu siku tu imeletwa adhabu, kwa sababu siku moja kwake ni alfu sana. Mimma ta'udu, katika hii mnayohesabu nyinyi siku moja ni sawa sawa na miaka 1000. Hii mnayohesabu nyinyi. Wayastajilunaka bil adhabi, wanakuharakisha Muhammadi uwaletee adhabu. Walan yukhlifa Allahu wa'adahu, na Allah hatokhalifu ahadi yake ya kuadhibu. Madhali sababu ya kuadhibiwa. Wa inna yawman 'inda rabbika, na hata wakiona wao ni muda mkubwa basi si mkubwa, kwa sababu hakika siku moja kwa Mola wako ka alfi sanatin, ni sawa na miaka 1000. Mimma ta'uduna, miongoni mwa hiyo mnayohesabu. Wayasta'jiluka ayuha rasul, wanakuharakisha ewe mtume. Al-kuffara, makafiri, min qaumika, katika watu wako, bila adhabi, wanakuharakishia adhabu, wanakutaka uwaletee adhabu. Al-muajjalu fi dunya, adhabu ambayo ilishapangwa kuletwa duniani kwao. Wa bil adhabi al-muajjali, na pia adhabu iliyowekewa muda, fil akhirah, ya akhirah, wanataka iletwe. Kusema duniani tuletea duniani, na akhirah tuione. Lama andharu bihima, pale walipoonywa kwa adhabu mbili hizo, kwamba kuna adhabu ya dunia na akhirah. Walan yukhlifahumullahu, na hato kwenda kinyume na wao Allah ma wa'adahum bihi minhu, kile alichowaahidi katika adhabu. Wa minal muajjali, na miongoni mwa adhabu ambayo ya kuharakishwa duniani, mahalla bihim, ni ile iliyowapata wao yauma Badri, siku ya vita ya Badri, ile kupigwa katika, basi ni miongoni mwa adhabu ambazo za duniani. Kwa hiyo wakisema tuletee, mshapata duniani. Ule mkongoto mlioupata katika Badri ni miongoni mwa adhabu al-muajjal, mahalla bihi yauma Badri. Wa inna yawman min al-adhabi, na hakika siku moja katika kuadhibiwa, fil akhirah, mithlu alfa sana, ni sawa na miaka 1000. Mimma ta'uduna, miongoni mwa mnayohesabu, min sini dunia, miongoni mwa miaka ya kidunia. Bisababi ma fihi min al-adhabi, kwa sababu ya yale yanayopatikana kwenye miaka, kwenye siku hiyo katika adhabu. Wayasta'jiluka ayuha rasulu, wanakuharakisha ewe mtume, al-kuffar, makafiri, min qaumika, miongoni mwa watu wako, bila adhabi al-muajjali, uwaletee adhabu ya duniani. Al-muajjali yani hilo harakisho ya duniani. Fi dunya, ile iliyopangwa katika kuletwa duniani uwaletee. Wa bil adhabi al-muajjali, lakini pia wanakuharakisha uwaletee na adhabu iliyowekewa muda wa mbele, fil akhirah, katika akhirah. Wanakwambia hayo lamma andharu bihima, pale walipoonywa kwa adhabu mbili hizo, kwamba tuletee basi. Walan yukhlifahumullahu, na hato kwenda kinyume na wao Allah ma wa'adahum bihi, katika kile alichowaahidi kitu hicho, minhu, katika adhabu hiyo. Wa minal muajjali, na miongoni mwa adhabu ambayo iliyopangwa duniani, ma halla bihim, ni katika kile kilichowafika wao yauma Badri, siku ya vita ya Badri, ile ni katika adhabu. Wa inna yawman min al-adhabi, na hakika siku moja kutokana na kuadhibiwa, ile siku moja ya kuadhibiwa, fil akhirah, kwa akhirah, mithlu alfa sanati, ni sawa na miaka 1000. Mimma ta'uduna, miongoni mwa mnayohesabu hapa,
min sinni dunia, kutokana na miaka ya kidunia. Siku moja kwenye adhabu sawa sawa na miaka 1000. Bisababi ma fihi, utaona kwamba muda umekuwa mkubwa sana kwa sababu ya kile kilichomo kwenye hiyo siku. Min aladhabi, kutokana na adhabu. Na hii twaiona hata duniani, twalijua hivi kwamba unapoishi kwenye matatizo basi muda unauona mkubwa. Huwa napenda kupiga mfano siku nyingi sana, napenda kupiga mfano usiku ukilala, siku utakayolala ukapata njozi mbaya, ukapata vitisho, basi au tuchukulie mfano unaumwa, tena kuumwa kwenyewe sio umwe homa, umwe jino tu, au yule mdudu anaita mdudu kaka sijui yule uume yule tu, alafu wenzako wamelala usiku na koroma, wewe umedinginiza mguu wa pepea, basi unaona hakuchi, unaona usiku umekuwa mrefu sana, kwa sababu kwenye ule usiku wewe uko kwenye mateso. Kwenye mateso muda unauona mkubwa sana, kwenye raha unauona mdogo. Siku utakapolala vizuri ukapata usingizi mwanana, basi wallahi ukisikia adhana wajiulize, wasema huyo anayeadhini kachanganyikiwa huyo, usema muda bado, kumbe muda mwenyewe kachelewa kuadhini. Unauona muda umekwenda haraka haraka kwa sababu uko kwenye raha. Unasema yauman, siku moja, min aladhabi, inayotokana na adhabu, fil akhirah, adhabu ya akhirah, mithlu 1000 sana, sawa na miaka 1000, mimma tauduna, miongoni mwa yale mnayohesabu, min sinni dunia, katika miaka ya kidunia. Bisababi ma fi min aladhabi, kwa sababu ya kile kipatikanacho katika ule muda, katika ule siku, katika ile mateso mtu unapata, basi anaona ni siku nyingi sana, ni muda mkubwa sana. Kwa Allah ni siku moja tu yanaona. Wakaayin min qaryati, kwani kuna miji mingapi, kwa maana kuna miji kibao Muhammad, ambayo ilidhulumu, lakini amlaitu laha, niliipururia kwa kuipa neema, wakaona kama wako sawa, kila siku wanafanikiwa kuyafanya watakayo. Wakaayin, kuna mingapi, kwa maana kuna tele tu. Nini? Min qaryatin, katika miji, iko kibao miji hiyo. Imefanyaje? Ambayo amlaitu laha, niliipururia miji hiyo kwa kuwapa maisha mazuri, kujiona wanafanikiwa, hawapati shida, wanafanya dhulma zao, lakini wako sawa. Wa hiya dhalima, hali ya kuwa miji hiyo imedhulumu. Ni majazi majazi, mji haudhulumu, inakusudiwa wale watu wa ule mji, hali ya kuwa watu wake washafanya dhulma, washadhulumu sana, lakini Allah anawapururia kila siku dhulma zao wanazifanya na zafanikiwa. Lakini thumma akhadtuha, kisha nikavikamata vijiji hivyo, nikaikamata miji, kwa maana nikaiadhibu, kwa maana wale watu wa ilayya al-masir, na kwangu peke yangu ndiyo marejeo. Kilugha ilikuwa iseme wal masiru ilayya, na marejeo yako kwangu, lakini imetangulia wa ilayya al-masir, manake kwangu mimi tu ndio marejeo yao, hakuna pengine watarejea. Ndio maana sina haraka, nampururia. Unafanya dhambi, unadhulumu, Allah anakupa nguvu, unazidi kudhulumu mpaka unajiona ndo wewe, unajiona hautaondoka kabisa, wala hakuna likufikalo baya, utaona uko sawa. Iko siku Allah anakukamata. Wakaayin min qaryatin, kwani kuna miji mingapi Muhammad, ambayo amlaitu laha, niliipururia miji hiyo. Wahiya dhalima, hali ya kuwa imedhulumu, lakini niliipururia kwa kuipa muda wa kuishi, kwa kuwapa neema mbalimbali, maisha mazuri. Thumma akhadtuha, kisha nikaikamata miji hiyo, kwa maana nikawadhibu. Wa ilayya al-masir, na kwangu peke yangu ndio marejeo yao. Wama aktharu al-qura, wingi ulioje wa vijiji au miji, allati, ambayo amhaltuha, ambayo nimeipururia bila adhabi, kwa adhabu. Wa hiya dhalima, hali ya kuwa imedhulumu, lakini hawakuadhibiwa kwanza. Likufriha,
wamedhulumu kwa sababu ya kufuru zao, lakini Allah hakuwaadhibu, aliwaacha kwanza. Walam uajiluha, sikuwaharakishia bihi adhabu hiyo. Kwa nini? Istidrajan laha, kwa ajili ya kuwatururia kidogo kidogo. Thumma akhadtuha biadhabin, kisha nikawakamata kwa kuwaadhibu mustasilin, adhabu iliyowaondosha kabisa wakawa hawapo ulimwenguni. Wa ilayya wahdi, na kwangu peke yangu, marji'uhum, ndio marejeo yao, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Fa ujazihim, nitawalipa, ala kufrihim, juu ya kufuru zao, bila adhabi daimi, wa adhabu yenye kudumu. Wama aktharul qura, wingi ulioje wa miji au vijiji, allati, ambavo, amhaltuha, nilivipururia, bila adhabi, nilivipururia kwa adhabu, maana yake niliviacha kutokuviadhibu kwanza. Wahiya dhalima, hali vilishadhulumu kabisa, ni venye kudhulumu, lakini nikawaachia wenyewe, wakajisi kwamba wako sawa wadhulumu. Kwa nini? Likufuriha, kwa sababu ya kufuru yake. Maana mtu anaweza akadhulumu kwa kule kupururiwa, basi akajiona yuko sawa, na akafika kutamka maneno hasa kwamba hivi mfanyavyo basi mpaka Mungu akubali, na dalili akatoa, kama hakubali mbona nipo, mbona natamba, mbona natembea nitakavyo. Kumbe ni istidraji ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalima, hali ya kuwa tayari bishadhulumu, likufuriha, kwa sababu ya kufuru yake. Walam uajiluha bi, lakini sikuviharakishia kuviadhibu, istidrajan laha, kwa ajili ya kuvichukua kidogo kidogo kuviadhibu. Thumma akhadtuha, kisha baadaye nikavikamata, biadhabi, kwa adhabu, mustasili, yenye kuwaondosha ulimwenguni, yenye kuwaua kabisa. Wa ilayya wahdi marji'uhum, na kwangu peke yangu ndio marejeo yao, watarejea kwangu yaumal qiyama, siku ya kiyama. Fa ujazihim ala kufrihim, nitakuja kuwalipa juu ya kufuru zao, yaum biadhabin daimin, nitawalipa kwa adhabu yenye kudumu. Kul, sema Muhammad, waambie, ya ayuhan nasu, enyi watu, ni innama, hakika si vingine. Mimi hata mkiniambia tuletee adhabu, jamani, kwani mimi mwaniona kama nani sasa? Innama, hakika si vingine, ana lakum nadhiru, mimi kwenu ni mwonyaji tu, si mwingine, sina uwezo mwingine wowote mimi. Mkinitaka tuletee adhabu ni kuharasha, mimi si yangu hayo, wala sikuletwa kwa kazi hizo mimi. Innama, hakika si vinginevyo, ana lakum, mimi kwenu, nadhirun, ni muonyaji, mubin, mwenye kukubainishieni mambo. Basi ndio kazi yangu na uwezo wangu niliopewa ni huo, kukuonyeni na kukuwekeeni, kukubainishieni haki iko wapi, batili iko wapi. Kazi yangu imeisha. Kufuata na kutokufuata, hayo ni mambo yenu wenyewe. Kwa mkinitaka mimi kuleteni adhabu, mbona hayo mamlaka sio ya kwangu mimi? Haya na mwenyewe, sio mimi. Kul ya ayuhan nas, sema enyi watu, innama, hakika vinginevyo, ana lakum, mimi kwenu, nadhiru, ni muonyaji tu, mubin, mwenye kuweka wazi mambo. Kul ya ayuhan nas, sema enyi watu, innama, hakika si vinginevyo, ana lakum mundhiru, mimi kwenu ni muonyaji, ubalighukum, na kufikishieni ujumbe, ma ambao, ursiltu bihi, niliyotumwa kwao. Wadhihun fi indhari, tena ni mwenye kufafanua waziwazi katika maonyo yangu. Kul, sema Muhammadi, ya ayuhan nasu, enyi watu, innama, hakika si vinginevyo, ana lakum mundhiru, mimi kwenu ni muonyaji, ubalighukum, na kufikishieni, ma, kile ambacho, ursiltu bihi, nilichotumwa nacho. Wadhihun fi indhari, tena ni mwenye kufafanua waziwazi maonyo yangu, yani sifichi kitu, nafambanua kila kitu. Kwa hiyo, falladhina amanu, wale ambao wataamini katika kile nilichowafikishia, wakakiamini,
wa amilu salihati, na wakatenda mema, lahum maghfiratun, watapata msamaha wa makosa yao waliyofanya, wa rizqun karimu, na watapata riziki nzuri sana, watapewa riziki nzuri sana. Falladhina amanu, wale watakaoamini kile nilichotumwa nacho wakakichukua, halafu waamilu salihati, wakatenda mema, manake wakafanyia kazi kile walichokiamini, basi lahum maghfiratun, watakuwa na msamaha, watapata msamaha Mola wao, wa rizqun karimun, na watakuwa na riziki zilizokuwa nzuri sana, vipato vilivyokuwa vizuri. Falladhina amanu billahi, wale waliomuamini Allah, wa amilul a'mala salihati, na wakafanya matendo mema, lahum min rabbihim maghfirah, wao kwa Mola wao watapata msamaha, lidhunubihim, wa makosa yao, walahum rizqun karimu, na watapata riziki njema sana nzuri, fil janna, peponi, la yanqatu abadan, hazito katika riziki hizo milele. Falladhina amanu billahi, wale watakaomuamini Allah, wa amilu, wakafanya al-a'mala salihati, matendo mema, lahum min rabbihim, watapata wao kwa Mola wao, maghfiratan, msamaha, lidhunubihim, wa makosa yao, walahum rizqun karimun, na watakuwa na riziki nzuri sana, fi janna, katika pepo, la yanqatu abadan, hazito katika riziki hizo milele. Lakini walladhina, ama wale ambao saau fi ayati, watakaojitahidi kuzipinga aya zetu, saau, ambao watajitahidi kupinga fi ayati, na aya zetu, muajizina, wakihisi kwamba wameshinda, hakuna wa kuwafanya kitu, ulaika ashabul jahim, hao ndio watu wa moto. Aadhana Allahu minhum, Allah tuhifadhi na hao. Walladhina, na wale ambao saau, waliojitahidi kuzikufuru na kuzipinga fi ayati, na aya zetu, tena wakapinga hali ya kuwa muajizina, wakihisi wenye kwamba wameshinda, hakuna wa kuwafanya kitu wao, ulaika ashabu jahim, hao ndio watu wa moto. Walladhina sa'au fi takdhibi, wale ambao wamehangaika, wamejitaabisha, wamekimbilia fi takdhibi, kukadhibisha, biayati, na kukadhibisha zetu, muqaddirina, wakihisi wana uwezo, annahum sayujizuna, kwamba wao watashinda Allah, kumshinda Allah, wayafutunahu, na wataweza kumpiga chenga Allah, fala yuadhibu, hata waadhibu, ulaika, hao wenye dhana hizo, ashabul jahimi, ni watu wa motoni. Yulazimunahu, watagandamana na moto, kama yulazimu sahibuhu au sahibihi, kama vile anavyokamatana rafiki na rafiki yake. Tuna rafiki yake, si wanakuwa wako pamoja, hawaachani katika urafiki, basi na yeye na moto watakuwa tulazimu, watalazimikiana kuwa na moto, pamoja na moto, yani hawababukani yeye na moto, kama vile mtu na rafiki yake, wanasema kama chanda na pete, sijui. Walladhina saau, na wale watakaokuwa saau, wamejitahidi, saau, wamejitahidi, fi takdhibi, katika kukadhibisha, biayati, na aya zetu, muqaddirina, hali ya kujifanya wana uwezo, na wakahisi kwamba wana uwezo, annahum sayujizuna Allah, kwa uwezo wao kwamba watamshinda hata Allah, wayafutunahu, na watamkimbia, watampenya, fala yuadhibu, hata waadhibu, tapita huku na huku, basi kazi kisha. Kuna mpumbavu mmoja, siku moja nilimsikia anasema, alimdhulumu mwenzake kitu, akamwambia basi tutakwenda kukutana huko, akaambia asema hapa darajani tu, darajani pale mjini, darajani tu hapa, asema mchana mimi nikichukua kitu chako, asema nikiingia kundini, mtu askari hanioni,
Sasa uko akhira watu wote tokea Adam mpaka kufikia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote wako hapa. Mimi sina penya tu. Tutamtafuta hundiu tena basi. Yani anafananisha na mambo haya kipumbavu. Wao wanahisi kwamba watapenya wao. Kwa ataweza kupiga changala macho akajificha. Ulaika ashabu jahim. Hao ndio watu wa motoni hasa. Sayujizuna Allah, wanahisi kwamba watamshinda Allah, wayafutunahu, na wataweza kumkimbia, fala yuadhibu, asiwaadhibu. Ulaika ashabul jahim, hao ndio watu wa motoni. Imekuja ashabu watu sahib. Ashabu manake ni mtu na sahibu yake. Jahim ni watu wa motoni. Yulazimunahu, watakamatana na moto, yani watagandamana na moto, sisi lugha yetu itumie, kama yulazimu sahibu sahibahu, kama anavokamatana mtu na sahibu yake, hawaachani, na yeye na moto watakuwa pamoja. Wama arsalna min qablika min rasuli, hatujawahi, wama arsalna, hatujawahi kupeleka min qablika, kabla yako Muhammadi, min rasuli, mtume yoyote aliyepewa kitabu, wala nabii ambaye hakuwa na kitabu ila kaja kutumia sheria za mtume aliyepita, illa, isipokuwa idha tamanna, anaposoma kile alichopewa na Mola wake, alka shaitani, basi huingiza shetani na yeye ya kwake, fi umniyatihi, katika yale anayoyasoma yule rasulu au nabii.